Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako unatufuata vema kwa muda na saa kama hizi. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Uwaligani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Kama kawaida, tuko hapa kukuletea habari za uhakika kutoka kwenye uwanja wa vita ili upate kufahamu yote yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo nakusihi ili endelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde, hakikisha kwamba una subscribe channel hii, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Asubuhi ya leo tunayo mengi kutoka huko kwenye uwanja wa vita, na moja kwa moja tutaanzia huko Minembwe. Hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai utakuwa salama usalimini, na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko Minembwe, Mikenge pamoja na sehemu za Bilalo mbili, ambako hali ya usalama imezidi kuwa tete na ya wasiwasi tangu asubuhi ya tarehe 4 Novemba mwaka wa 2025 katika maeneo ya Minembwe, eneo lilioko ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini, kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya wahasi wa Ngomino Tuganeo dhidi ya wazalendo maeneo ya Mikenge. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano cha harakati ya wazalendo wa FDCC bar APC, mapigano hayo yalihusisha vikosi vya wazalendo vinavyoongozwa naye Luteni Jenerali Kakobanya na Kalembi Justin dhidi ya makundi ya wahasi wa AFC M23 RDF Twirwaneho ambao walikuwa wameanzisha mashambulizi katika eneo hilo. Taarifa hiyo inasema kuwa katika upande wa wahasi watu 5 wamepoteza maisha na wengine 4 kujeruhiwa vikali, huku bunduki 4 aina ya AK-47 na risasi kadhaa zimekamatwa na wapiganaji wazalendo wa FDCC. Kwa upande wa vikosi vya wazalendo, taarifa inaripotia kwamba askari mmoja wa wazalendo pekee amepata majeruhi makali na alipelekwa moja kwa moja kwenye kituo cha afya kwa ajili ya matibabu zaidi. Baada ya mapigano hayo, eneo la Bilalo mbili, Kaniola na vijiji vingine jirani vimeripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya wazalendo wa FDCC vinavyoongozwa naye Luteni Jenerali Kakobanya na Kalambi Justin. Hata hivyo, vyanzo vya kijeshi vya ndani vinasema kuwa hali bado ni tete na vikosi vya ulinzi vinaendelea kuchunguza eneo hilo ili kuimarisha usalama wa raia na kudhibiti eneo lote la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako linadhibitiwa na wahasi wa Ngomino Twirwaneho. Mwandishi wa kundi hilo la kizalendo ameripoti kuwa wakahaji wa vijiji vya karibu na Mikenge wameanza kurejea kwa tahadhari, huku wengine wakibaki kwenye maeneo ambako kuna usalama zaidi wakisubiri uthibitisho wa utulivu kamili. Taarifa hii imetolewa na idara ya mawasiliano ya wazalendo wa FDCC bar APC kupitia Josue Amani, ambaye amesema operesheni za kijeshi zinaendelea kuhakikisha usalama wa wakazi wote wa Itombwe na maeneo mengine ambayo yanazunguka maeneo hayo. Mapambano haya yamejiri baada ya majeshi kadhaa wa Ngomino Twirwaneho kuweza kujiripoti mikononi mwa vikosi vya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo siku 2 zilizopita. Hii inaashiria kiasi gani ya kwamba wazalendo wanakuwa na nia ya kuweza kukomboa maeneo ya Mikenge, lakini pia maeneo ya Minembwe ambako kwa muda mrefu imekaa chini ya udhibiti wa wahasi wa Ngomino Twirwaneho, Red Tabara pamoja na M23. Kufuatia mapambano hayo, upande mwingine mashirika ya kiraia katika eneo hilo yanatoa wito kwa serikali ya kitaifa na washirika wa kimataifa kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kuzuia ongezeko kwa mateso ya raia wa kawaida ambao sasa wamekosa hifadhi, chakula na huduma za afya kutokana na mapigano ambayo yanaendelea kila kukicha maeneo ya milima mirefu ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga. Hadi sasa idadi kamili ya vifo na majeruhi katika upande wa raia haijajulikana, lakini jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo
Jeshi la Taifa FARDC pamoja na wazalendo wamesema kuwa litaendelea na operesheni zake hadi eneo lote la Bilalo2 na Mikenge litakapokuwa salama na vikundi vyote vya waasi vitakapoondolewa kabisa kutoka eneo hilo. Hali bado ni tete na ya tahadhari kubwa, huku mapigano yakiripotiwa kuendelea katika maeneo ya mipaka kati ya Mikenge pamoja na Bijombo. Na moja kwa moja jelekeze huko jimboni Tanganyika ambako jeshi la wazalendo linaloongozwa na Jenerali Mayaya kutoka Tanganyika Kalemi linasema lipo tayari kwenda kujiongeza huko kwenye uwanja wa vita ili kuhakikishia kwamba wanapambana dhidi ya waasi wa AFC M23 na kufungua njia ya kuelekea huko Kamanyola. Kamanda huyu wa kizalendo amesema kwamba ni vema wazalendo wengine kufahamu kwamba Kamanda William Amuri Yakutumba ni moja kati ya makamanda ambao wanafanya kazi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba waasi wa AFC M23 wasiweze kusonga mbele zaidi. Ameonyesha dhamira yake ya kwenda moja kwa moja kujiunga na Kamanda William Amuri Yakutumba ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza mashambulizi ya kufungua njia ya Kamanyola. Kipindi akiwapatia vijana wake motisha katika majira ya alfajiri, huyu hapa msikilize akizungumza kuhusu wale ambao wanasema kwamba si vema kumsupport Kamanda William Amuri Yakutumba. Trupe yake ile yenyewe kuna jisifu pale Kalemi ngainde kordo. Kordo wa nini? Uko na basoda we. Uko na kordone wapi? Uko na vikosi wapi? Kordo ni Yakutumba ndio kuna njo kordo. Ana kordone kule kwenye koti mpaka Mutanganyika. Njo kordo mwenye sisi tunajua. Wanasikia? Rade. Tunajua mkuu wa Rade. General Padiri. Mko nasikia? Ndio mwenyewe alitangaza. General Padiri ndio mkuu wa Rade. Na wengine wako kule. Hapana hapa Kalemi. Hata mimi sikusoma. Siwezi kubali mwile lengo yao. Mimi niache mtu mwenye kuona niende kwa mtu mwenye aone. Aniingiza mimi mchafu. Kabisa hata tuko Bambote. Niache Yakutumba mwenye kuona bia mbele na bia nyumba. Wende uniingize juu kordo. Kordo wa basinua, kordo wa kwenda kukuloba samaki. Hapana mimi Mayaya. Niko Mumbote alikinyi. Sina mwile matabaka yabo ya desordre. Bana Mboka. Yeah. Nilishamwambia mwenye ataondoka mulengo ya mzee William. Nia hivi kumaliza hii maturno yangu. Naenda kufro. Sina mulengo ya mtu kuniambia kusema tufanye hivi, maneno hivi. Nikakusikia vile. Uko msaliti wa Mvuma. Uko msaliti mbweka ba komanda mwe. Na ndio mlikuwa mnaisha kamata msaliti. Kumsaliti mkubwa. Mtu anakuaka anaangalia kwenye aliingilia. Na kwenye atatokea ni wapi? Ngombe. Habari. Just through 4e. Uko naenda kuopere kwanza Bukavu. Tu wewe unakuwa mwanaume. Umupe kikosi uli. Njoo atabeba kikosi cha 4e. Baes through about niende nabo kule. Mwani sauti tu. Uko komanda. De trupe huyu. Tupate juu ya kukua bakwa na kombolana. Banafanya mwezi moja. Bale wengine mna kompanya wengine wanaenda kombola bale banarudi. Bana Mboka. Yeah. Mko nafuata? Ndio. Kukuelele? Ndio. Kukua nini? Ndio. Kukua nini? Ndio. Na njoo ile. Na wengine waende bapita kwa mafunzo wenye kufunza pale Rufunge ni FARDC. Na wazalendo banachangia. Banafunza basoda yetu pale. Aina buzalendo bwa huku kupori na katala.
Na katala kutia bariere mubarabara. Bana mboka. Na katala nini? Bariere. Na katala nini? Bariere. Na katala trakase. Na katala nini? Trakase. Mwenye atakamatwa juu ya trakaseri afanyiwe nini? Akufe. Hakuna kukufwa. Bana mboka. Bana mboka. Tutakuwa na kombolana. Unasikia? Ndio. Kama ni miezi 2 tutapanga ile miezi 2. Banakuwa najua hii mwezi nataka kuisha. Banaandaa wengine, banaenda kombola wenzao. Bale nabo banarudia kubabili hapo. Bana mboka. Twende tusotenire inchi. Sisi ni baimbwa. Unasikia? Ndio. Sisi kabila ya Kitwa ni banani? Baimbwa. Sisi kabila ya Kitwa ni banani? Baimbwa. Mufilme pia nini kwa niambia. Sisi kabila ya Kitwa ni banani? Baimbwa. Tunaenda kamata nyama. Unasikia? Ndio. Tunakamata nyama yenye utakula. Ni bongo hii? Vita tuko na saidiana nabo hivi, tuko na saidiana nabo kule. Bahati yangu na baba iko na kufa kule kuvita. Amujuaki vile? Nilishapoteza. Watoto ya Kimboto walishapotea. Alikini siku gouvernement inasimama. Sisi tunabakia baimbwa, bakubawindia, bo banakula minofu, ile mifupa batatupa, njo muwe na mwe mnaanza kula. Bana mboka. Ni bongo hii? Hii kazi yenye tuko nafanya hapa ni ya basomi. Ni bongo hii? Baba bandugu yetu bafarde, ndio tuko na Ituri. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu zimeonya juu ya uwepo wa watu wenye silaha wasiojulikana katika kijiji cha Makoko kilichoko katika wilayani Mambasa magharibi mwa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa taarifa ya chama cha kuheshimu haki za kibinadamu CRDH, watu hao wenye silaha wamekuwa wakiishi kijijini humo kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa na wameanza kulazimisha wakazi kufanya kazi za lazima. Ramsi Malikidogo, katibu wa chama cha CRDH katika eneo hilo, amesema kuwa mbali na kazi za kulazimishwa, watu hao wameanzisha pia mfumo wa kulipa ada ya kila wiki katika mwezi huu. Amesema wakulima ambao ndio wengi katika eneo hilo wamekuwa wakitozwa kiasi cha pesa 1,000 kwa wiki au dola 10 zaidi kwa mwezi. CRDH inasema vijiji kadhaa kama Ekatu, Makusi, Mabanga, Saumo, Makamanda, Mababa, Nyanza, Bilulu na Mabuhu viko chini ya udhibiti wa watu wenye silaha ambao hawajulikani ni wapi wametoka. Chama hicho kinatoa wito kwa mamlaka za kiusalama kuchukua hatua za haraka kuwasambaratisha na kuwafukuza watu hao ili kulinda wakulima na kuwawezesha kurejea katika shughuli zao za kilimo kwa amani zaidi. Mkoa wa Ituri unaendelea kukabiliwa na matukio ya ukosefu wa usalama kufuatia ongezeko la makundi ya waasi wa ndani, hali ambayo inaendelea kusababisha mashambulizi na vikosi. Hata hivyo, vyanzo vya usalama vinasema bado kuna matumaini ya kurejesha amani licha ya changamoto hizo kubwa ambazo zinaendelea kusababisha raia kuishi katika hali duni katika mkoa huo wa Ituri. Bukavu. Mwanamume mmoja mkaaji wa mji wa Bukavu amefariki dunia baada ya kupigwa fimbo na waasi wa AFC M23. Kulingana na vyanzo kutoka maeneo hayo ni kwamba marehemu alipokea kichapo baada tu ya kukataa kutumika kazi za pamoja maarufu kama salongo.
Baada ya kifo hicho cha huzuni, shirika la kiraia MSCLA kutoka huko Uvira limelahani vikali vitendo hivyo vya unyama vinavyowakandamiza raia wasio na hatia katika maeneo ambako waasi wanadhibiti. Tunasikitika kuripoti tukio la kustua lililotokea katika mji wa Bukavu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwanamume mmoja ambaye alikuwa raia wa sehemu hiyo amefariki dunia baada ya kupigwa viboko vikali na kundi la watu wanaodaiwa kuwa ni walinzi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mashahidi wa tukio hilo, marehemu alishambuliwa na kupigwa viboko vingi kwa madai kwamba hakuhusika kushiriki katika shughuli za salongo, yaani kazi za usafi katika mji huo wa Bukavu. Tukio hilo limetokea siku ya Jumamosi iliyopita huko Bukavu, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Inasemekana kuwa baada ya kupokea vipigo hivyo vikali, mwili wa marehemu ulipata majeraha makubwa katika sehemu mbalimbali na alilalamika kwa maumivu makali kwa muda mrefu kabla ya kuaga dunia. Taarifa kutoka kwa majirani na ndugu zinasema kuwa juhudi za kumsaidia zilifanyika, lakini majeraha aliyopata yalikuwa makubwa mno kiasi kwamba maisha yake hayakuweza kuokolewa. Wananchi wa eneo hilo wameeleza huzuni na hasira kubwa, wakilaani vikali vitendo hivyo vya ukatili vinavyotekelezwa dhidi ya raia wasio na hatia. Wengine wanasema kuwa hali hii inaonyesha namna wanasiasa wa Kongo wanavyoshindwa kulinda maisha ya wananchi wao na badala yake wanaruhusu ukatili na unyanyasaji kuendelea bila hatua za kuchukuliwa. Hivyo mashirika ya kiraia inawataka viongozi wa taifa kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha haki inatendeka na kuhakikisha raia wanapata usalama wa kudumu na kuheshimu haki za kibinadamu. Marehemu sasa anatajwa kama shujaa wa mateso ya wananchi wa kawaida, na wananchi wanaendelea kutoa rambirambi zao za dhati kwa familia iliyoachwa. Wengi wamehitimisha kwa kusema kuwa Mungu aone na atoe haki kwa wanyonge wanaoteseka kila siku huko Bukavu, Goma na sehemu zingine ambako waasi wanaendelea kudhibiti. Huo ni ujumbe uliotoka kwa shirika la kiraia ukiripoti hali ya ukatili iliyoripotiwa huko mjini Bukavu Jumamosi iliyopita baada ya kitendo cha raia mmoja kupigwa fimbo na kufariki dunia baada ya siku moja pekee. Na tukijelekeza huko Goma ni kwamba kumeripotiwa na tukio la kushangaza huko Goma katika mtaa wa Kasika ambako kijana mmoja amemuua baba yake mzazi pamoja na bibi yake, yaani mama mzazi wa baba yake. Kwa wa maelezo yaliyotolewa na wanafamilia, kijana huyo ambaye anajulikana kwa jina la Kavuke Muisa Samuel anatumiwa kuhusika na mauaji haya mawili. Alitumia vipande vya mbao maarufu kama chevron kwa kutekeleza mauaji hayo. Kipindi cha tukio hilo inasemekana ya kwamba kijana alianza kwa kufunga mlango na madirisha, kisha akampiga bibi yake kipande cha mbao kichwani, bibi yake na kufariki papo hapo. Bibi aliyefariki alijulikana kwa jina la Dorothea Kahindo. Baada ya kufariki kwake, kijana huyo alimnyang'anya pesa ambazo alikuwa nazo. Baada ya hapo, kijana huyo alijielekeza moja kwa moja nyumbani kwa baba yake mzazi aliyefahamika kwa jina la Gaston Gavuke katika mtaa wa Mabanga. Jioni hiyo hiyo alipofika, alifunga mlango ili asiruhusu mtu yeyote kuingia kati. Kuna taarifa kwamba kulitokea ugomvi kati ya baba na mtoto, na baadaye kijana huyo alitumia panga kumkata baba yake shingoni. Baba huyo alijaribu kuomba msaada kwa kupiga kelele, lakini majirani wote walipofika walikuta mlango unafungwa. Baada ya kulazimisha kuvunja mlango, walimkuta baba huyo akiwa tayari amefariki dunia kutokana na kutokwa kwa damu mwingi. Wanafamilia ambao hawakuwa wanajua kwamba bibi naye alifariki dunia walijaribu kwenda kumwambia kuhusu kifo cha mwanae. Hata hivyo, jirani mmoja alipofika nyumbani kwa bibi huyo alikuta mlango uko wazi, lakini hakuna majibu kutoka ndani. Alipoingia alimkuta bibi Dorothea Kahindo amelala kitandani akiwa ameshafariki, mwili wake ukiwa na majeraha mengi na damu ilitoka mdomoni pamoja na masikioni. Miili ya marehemu wote wawili imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti ikisubiri mazishi yao. Wakati huo huo, vijana wa mtaa walimkamata kijana huyo na kuanza kumpiga, lakini kiongozi wa mtaa alifika kwa haraka
na kumwokoa kabla ya kumkabidhi kwa wanajeshi wa AFC M23 kwa ajili ya hatua za kisheria zaidi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Hizi ni moja kwa moja kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kusihi kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Bye bye.